Kwa hivyo siku hii ya leo ningependa tuweze kuangalia kuhusu jambo moja ambalo liko katika maandiko, na sio lingine bali kuhusu mojawapo ya amri 10 za Mungu. Leo ningependa tuangalie amri ya 7 ambayo Bwana alipeana kwa wana wa Israeli, nayo ilikuwa inazungumzia kuhusu swala la zinaa. Fungua nami kitabu cha Kutoka mlango wa 20 na mstari ni wa 14. Biblia inasema hivi: usizini. Kwa hivyo leo naenda kuangazia kuhusu uzinifu, na kabla ya yote ningependa kuweza kuomba. Baba yetu uliye juu mbinguni, kwa mara nyingine nasongea mbele zako Mungu, nakupa sifa, heshima na shukrani zote Mungu, maana unastahili Bwana. Wewe ni Mungu usiyokuwa na mwanzo wala usiyokuwa na mwisho, uliyekuweko, uliyeko, utakayekuweko Bwana. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya sana wakati huu Bwana, tuko mbele zako. Ninakuomba Baba, neno hili ambalo nimelisoma Bwana, nitumie kama chombo chako Bwana, kwa msaada wa Roho Mtakatifu kuweza kufunua maosia yako kwa minajili ya kuinua wateule wako Bwana. Pokea sifa, heshima na utukufu, maana unastahili Bwana, na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na kwa mbele zetu naomba. Amen. Kwa hiyo tunataka kuangalia kuhusu swala zima la zinaa. Zinaa ni nini? Zinaa ni kufanya mapenzi nje ya ndoa. Hiyo ndio inaitwa zinaa. Na kuna aina nyingi ya zinaa ama uzinifu. Nami ningependa tu kuangazia kwa ufupi aina 4 ya uzinifu. Aina ya kwanza ya hili tendo la uzinifu ile ambayo inaitwa uzinzi. Uzinzi ni nini? Ni kufanya mapenzi kabla ya ndoa. Kijana hajaoa, msichana hajaolewa, wanajihusisha katika matendo ya kimapenzi. Hata kama ni mtu mzima hajaoa ama hajaolewa, wanapofanya mapenzi inaitwa uzinzi. Aina ya pili ya uzinifu ni uasherati. Hii inahusisha watu ambao wanafanya mapenzi nje ya ndoa. Umeoa ama umeolewa, na ile hali unafanya mapenzi nje ya ndoa. Siku hizo wamebadilisha jina, wanaita mpango wa kando. Huo ni uasherati, lugha ambayo shetani ameleta ndani ya watu wao kuwafariji mioyo. Wanaitanga mpango wa kando. Mpango wa kando ni uasherati. Aina ya tatu ya uzinifu ni ile ambayo inaitwa umalaya. Malaya ni mtu aina gani? Ni mtu ambaye anafanya uzinifu ama mapenzi kiholela holela. Malaya anaweza kuwa ameolewa ama hajaolewa, ameoa ama hajaoa, lakini kufika swala la kimapenzi yeye hufanya mapenzi ovyo ovyo, amejiachilia. Kama ni mwanamke atakuwa kwenye basi akiwa amekaa na jirani yake akimwongelesha, tayari wameingiana, na akiwa tayari analala na yeye. Kama ni mwanaume pia, akiona mwanamke yote anapita, anataka aweze kumsemesha, na ikiwezekana kukubaliana afanye mapenzi na yeye. Yaani mtu anaweza kulala na mwanamke huyu, akitoka anakuja na mwingine, akiondoka huyu tena anakuja na mwingine. Mwanamke analala katika nyumba hii, akitoka hapa tena anakwenda kwa mwanamume mwingine. Hao watu ambao wanafanya mapenzi ovyo ovyo wanaitwa malaya. Alafu kuna kundi la 4 ambalo linahusisha uzinifu, nalo linaitwa ukahaba. Sasa basi, ukahaba ni biashara ya kimapenzi. Katika ukahaba hakuna mambo ya kutongozana. Ni mtu amejitolea, anafanya kazi, hiyo ndio kazi yake. Naona usiku ukitembea mtu hapo anawaona, na miji mikubwa mikubwa kila mahali utawapata wamesimama kando ya barabara. Wale ukifika pale ukisimama au kuange na mambo mengi, wanajua ni mteja amesimama. Wao wako tayari kukuongelesha, na ukikubaliana nao wanakuingiza katika uzinifu, lakini ni wa malipo. Hapo ndio naona mtu ukipata malaya barabarani
Yeye hana mambo ya kutaka kumbembeleza. Tumwambie nitakununulia gari, ukinikubali nitakuja kukujengea nyumba nzuri, nitakufungulia biashara, nitaenda kule kwenu, nitaonana na wazazi wako, nitawapatia mahari. Stori kama hizo hakuna. Ni kwamba umefika mahali pale unataka kufanya mapenzi na kuuliza uko na pesa ngapi? Na unataka nikuje kwako saa hii nitoke ama nilale mpaka asubuhi. Ukimwambia mpaka asubuhi anakuambia bei yake. Kama ni 10,000 anakuambia utanipa 10,000. Sababu mteja naye anajitetea anasema hapana, mimi niko na 5,000. Nasikia anakuambia hapana, 5,000 ni kidogo sana, labda nikupunguzie moja iwe 9. Mimi naye anasema hapana, mwisho wangu labda nitoe 6,000. Sema kama ni 6,000 haiwezekani. Ile nitakufanyia tu ya mwisho kabisa ni 8,000. Ukikubali sawa, kama ukubali tunaachana na wewe. Sasa kama mteja atakubali utaenda na yeye. Kama utakataa hiyo 8,000 mnaachana. Kwa hao si watu kubembelezana na sio watu wa story nyingi, ni biashara. Nipe hii. Nipe hii. Kama sivyo tunaachana. Kwa hivyo, napoangazia hii swala la zinaa ama uzinifu, naona katika viwango vinne hivi ambavyo navitaja ndio uzinifu uzungukia. Ya kwanza ni uzinzi ambao ni kufanya mapenzi kabla ya ndoa. Ya pili ni uasherati ambao ni kufanya mapenzi nje ya ndoa. Ya tatu ni umalaya ambao ni kufanya mapenzi ovyo ovyo, ya holela. Alafu ya nne ni ukahaba ambao ni biashara ya kimapenzi. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Basi katika swala hili la uzinifu, nataka tuone Biblia inasema nini kuhusu uzinifu. Kwanza kabisa, maandiko yanatuelezea kwamba mtu ambaye anafanya zinaa kuna kitu ambacho hana. Mwandishi wa kitabu cha Mithali ambao ni Mfalme Suleimani, kuna kitu pale anasema ya kwamba mtu ambaye anafanya zinaa hana. Hebu tuangalie Mithali mlango wa 6. Mithali mlango wa 6, kitabu cha Mithali. Kitabu cha Mithali mlango wa 6, kutoka kwa Zaburi na kuja kwa Mithali. Mithali mlango wa 6. Mlango wa 6 tuangalie mstari wa 32. Biblia inasema hivi: mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa. Sasa tunaona wakati ambapo mtu anafanya uzinifu, huyo mtu maandiko inajua ya kwamba amepungukiwa na akili. Nasema ya kwamba yule mtu ambaye anafanya uzinifu hana akili kabisa. Kwa nini? Anasema pale chini, afanya jambo litakalo mwangamiza nafsi yake. Kwa sababu unaona watu wengi wameangamia kwa uzinifu. Wengine wamepatikana na magonjwa ya zinaa, wengine wameuawa katika nyumba za watu. Mtu anaenda kuzini na mke wa mwenzake, bwanake anampata pale anamuua. Mwanamke anapatikana amezini na bwana wa mwenzake, yule mwenzake anakuja na mchoma na maji moto, hata anamwangamiza ama anamdunga kisu ama anamnyesha sumu. Kwa mambo kama haya yamepatikana na tumeyaona. Wengine wamepatikana na magonjwa ambayo hayana tiba ya zinaa na wanakufa. Kwa mwandishi wa Mithali anasema ya kwamba yule mtu ambaye anazini na mwanamke hana akili kabisa, kwa sababu anafanya kitu ambacho kitamwangamiza yeye mwenyewe. Alafu kisha Paulo naye akazungumzia swala hili akiambia Wakorintho ya kwamba wakati ambapo mtu anafanya uamuzi wa kutafuta kahaba na kuunganika na yeye, wanakuwa mwili mmoja. Acha tuangalie Wakorintho wa kwanza mlango wa 6. Wakorintho wa kwanza mlango wa 6, fungua nami pale. Alafu tuangalia mstari wa 13 na 16. Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 13 na wa 16 inasema hivi: vyakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa vyakula, lakini Mungu atavitowesha vyote viwili, tumbo na vyakula. Lakini mwili si kwa zinaa, bali ni kwa Bwana,
naye Bwana ni kwa mwili. Nazungumzia kwamba tunapokula chakula ni kwa sababu ya tumbo, na tumbo lilitengenezwa ni kwa sababu ya chakula, na Mungu atavikomesha vyote. Lakini mwili wa mwanadamu sio kwa usharati. Usharati sio chakula. Alafu mstari wa 16 anasema, au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Wakati mtu anaungana na kahaba, wanaposhirikiana wakifanya mapenzi, wamekuwa mwili mmoja na yule kahaba. Kwa uzinifu ambao unaokufanya umekuunganisha na yule mwanamke ambaye unamdharau ama anadharauliwa kama kahaba. Sasa kwa sababu ya zinaa, kuna ushauri ambao mtumishi wa Mungu Paulo anawashauri watu wa Korintho kwamba kwa sababu ya zinaa kila mtu anafaa awe na mke wake mwenyewe. Songa tu mbele katika mlango wa 7 Korintho wa kwanza mstari wa 2. Biblia inasema hivi: lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanaume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Kwa hii inazuia mambo ya uzinifu. Wakati mtu anapoolewa aridhike na ndoa yake, wakati mtu anapooa aridhike na ndoa yake. Hii ndio chanzo cha kukomesha ama kuondoa uzinifu kwa watu ambao ni wateule wa Bwana. Hivyo ni vizuri tukaweze kujua ya kwamba jambo hili ambalo tunalizungumzia la uzinifu ni jambo ambalo ni mbaya sana na Mungu halitaki. Hivyo kwa sababu hiyo tunaambiwa ya kwamba kila mwanaume na awe na mke wake mwenyewe. Paulo anawashauri wa Korintho. Alafu Mfalme Suleimani pia anazungumzia kuhusu swala katika kitabu cha Mithali mlango wa 5 mstari wa 15. Twende pale. Mithali mlango wa 5 mstari ni wa 15. Mithali mlango wa 5 mstari ni wa 15. Biblia inasema hivi: unywe maji ya birika lako mwenyewe na maji yenye kububujika katika kisima chako. Kwa hapa huyu mwandishi wa kitabu hiki cha Mithali anawashauri watu ya kwamba wawe katika ndoa kwa sababu ya zinaa, na anasema kwamba unywe maji ya birika lako mwenyewe. Kuna watu wana tabia ya kwenda kunywa maji kwa mabirika za watu wengine. Unaona mwanaume na akili zake mwenyewe, na tumeona Biblia inasema ya kwamba yeye azinie na mwanamke hana akili kabisa. Kwa unamkuta mwanaume ambaye hana akili kabisa anakwenda anaacha nyumba yake anakwenda kuzini na mwanamke wa mtu mwingine. Mama anaacha nyumba yake anaenda kulala kwa mwanamume mwingine kule nje. Biblia inasema kwamba kunywa maji katika kisima chako mwenyewe. Sasa haya mazoea ya kunywa maji katika visima ambayo sio vya watu imeleta shida nyingi sana. Kama vile nimetangulia kusema ya kwamba wengi wamepoteza uhai wao kwa sababu ya hizi tabia za uzinifu. Unapatikana katika nyumba ya mwenyewe anakupata pale anakuua. Mama anapatikana amechukua mwanamume wenyewe, yule mama akimpata anamuua pia. Sasa tunaona mambo haya sio mazuri. Ndio sababu Biblia inasema ya kwamba usizini. Zinaa haisaidii, bali zinaa inaharibu. Kwa sababu hiyo tunaambiwa kwamba kila mtu na kama ni mwanamume awe na mke wake mwenyewe na mwanamke pia awe na mume wake mwenyewe kwa sababu ya usinifu. Alafu pale kunywa maji ya kisima chako mwenyewe. Kwa hiyo tabia za kunywa maji kwa visima vya watu wengine vifanye nini? Sikome kabisa. Tabia mbaya. Sema tabia mbaya. Sema tabia mbaya. Hata kama mtaki kusema hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hivyo ndivyo maandiko yanatuambia, sio mimi. Kwa watu wanapokuwa katika ndoa, mwandishi wa kitabu cha Waebrania hata kama hajulikani ni nani, lakini aliandika mambo ya kusaidia. Katika mlango wa 13 mstari wa 4 anazungumzia kuhusu swala la ndoa. Waebrania
13 mstari wa 4. Anasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Wacha tuende kusoma ili isionekane nasema mambo yangu mwenyewe. Waebrania mlango ni wa 13. Waebrania mlango ni wa 13 mstari ni wa 4. Nasema ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana washerati na wazinzi Mungu atahukumia adhabu. Naona washerati pamoja na wazinzi Mungu atahukumia adhabu. Tumeona mwanzo ya kwamba uzinzi ni kufanya mapenzi kabla ya ndoa. Usherati ni kufanya mapenzi nje ya ndoa. Kwa hata kama wewe ni kijana, hata kama wewe ni msichana, hata kama hujaolewa ama haujaoa, wakati ambapo mnafanya mapenzi inaitwa uzinzi. Sio kwa Mungu anaapprove kama ni sawa. Na wakati ambapo wanakuja naoa, kufanya mapenzi nje ya ndoa, sasa Bwana anaita hiyo ni usherati. Wewe yote iko katika fungu hili la uzinifu. Kwa naambiwa kwamba ndoa na heshimiwa na watu wote, na malazi na yawe masafi. Kila mtu anafaa heshimu ndoa yake. Sio wakati ambapo mume wako ametoka ndani ya nyumba, amekwenda safari, unaleta mwanamume mwingine ndani ya nyumba yako usiku. Sio wakati mkeo ametoka ama yuko hospitalini mgonjwa, unaleta mwanamke mwingine ndani ya ile nyumba. Hiyo ni tabia mbaya sana ambayo Biblia inakataza. Ni uzinifu wa hali ya juu sana. Biblia inatuambia kwamba na malazi na yawe masafi. Maana wakati unaleta mwanamume mwingine ndani ya nyumba ama unaleta mwanamke mwingine ndani ya nyumba, unaleta uchafu ndani ya nyumba yako. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu ataweza kuwahukumia adhabu wale watu ambao wanafanya tabia kama hiyo. Kwa hivyo sio vyema. Ni vibaya sana mtu kufanya mambo kama haya. Kwa hivyo napoangalia pia kitabu cha Wathesalonika wa kwanza mlango ni wa 4 mstari ni wa 3, Paulo anaambiwa Wathesalonika wa kwamba wajiepushe na uasherati. Fungua nami Wathesalonika wa kwanza. Wathesalonika wa kwanza. Wathesalonika wa kwanza mlango wa 4. Mlango wa 4 mstari wa 3. Inasema hivi: maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, mwepukane na usherati. Kwa hiyo ni mapenzi ya Mungu ya kwamba watu waishi maisha ya kutakasika. Na wakati usherati unakaa ndani ya maisha ya watu, kutakasika kunakosekana. Kwa hiyo Bwana anapenda na Bwana anakusudia ya kwamba watu wake wakaweze kuishi katika maisha ya utakaso na wakaweze kuepukana na mambo ambayo ni ya usherati. Pia Paulo anaambia Wakorintho wa kwanza, twende tu pale pale. Korintho wa kwanza mlango ni wa 10. Baada anazungumzia kuhusu mambo ya kuepukana na mambo ya usherati. Korintho wa kwanza mlango ni wa 10 mstari ni wa 8. Biblia inasema hivi: wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Hii hiyo katika kitabu cha Kutoka. Wakati wa Israeli walipotangamana na watu wa mataifa na wakaanza kuzini nao na wakaanza kuabudu miungu, Mungu akakasirika. Na kwa siku moja wale watu ambao walikuwa wanafanya usherati, Mungu aliwaua watu 23,000 wakakufa kwa siku moja kwa sababu ya uasherati. Kwa usherati sio dhambi ambayo ni ya kuchezea, ni dhambi ambayo ni mbaya sana. Kwa hivyo tunaambiwa tufanye nini katika mambo ya usherati? Ni kwamba tukaweza kukimbia huu uzinifu. Katika Wakorintho wa kwanza 6:18. Rudi tu nyuma kidogo. Wakorintho wa kwanza 6:18. Biblia inasema hivi: ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe.
Sasa tunaambiwa kwamba tukimbie zinaa. Tunaona mfano mzuri wa kukimbia zinaa ni ule wa Yusufu na mke wa Potifa. Wakati huyu mama alikuwa anamshauri na anamshawishi Yusufu siku zote alale na yeye, Yusufu alikataa. Na baada ya kukataa, siku moja huyu mama akiwa kwenye room yake akamuita Yusufu na akamshika na akamwambia kwamba leo lazima ulale na mimi. Yusufu akakataa, akamenyana. Baadaye Yusufu akachomoka mbio akatoroka. Huyu mama akapiga nduru akamsingizia kwamba huyu kijana alikuwa anataka kuninajisi, lakini Yusufu alikuwa anakimbia zinaa. Kwa wakati ambapo unaona mtu anakuchekea chekea, mtu anakuongelea ongea kupindua pindua macho ya usinifu, unafaa ukimbie, ukata usione kabisa na mtu kama huyu. Maana sauti kama ni mwanamke itakuja nyororo nzuri, anakuita majina mazuri mazuri. Wewe sio mke wake, wewe sio bwana wake. Kitu gani ambacho analeta? Anapalilia mbegu ya usinifu. Kama vile shetani aliyompata Hawa katika shamba lile. Unajua nyoka hakumletea mambo mengi, anamwambia eti hivi ndio Mungu alisema, ya kwamba haya matunda yote utasaini msikule. Mwanamke akasema hapana, Mungu hakusema hivyo. Bali Mungu alisema tunaweza kula yote, lakini ya ujuzi wa mema na mabaya tusikule. Ile siku tutakula sema aliwadanganya basi. Yeye alijua kwamba mkikula hiyo tunda ya ujuzi wa mema na mabaya mtakuwa werevu kama yeye, kwa sababu akawazuia. Sasa shetani anakuja katika njia ya ubembelezi. Wakati mtu anapokuongelea na kukuchekea, anakuongelesha mazoea, kupatia vitu vizuri, angalia vile vitu vinakuja kwa milango gani. Ukiona ya kwamba kuna dalili fulani ya mambo ambayo huenda yasiwe mazuri, na unaona kama kuna mjumbe wa usinifu anakuja, kata yale mahusiano, ukuwe salama. Kama vile Yusufu aliyofanya, akakata mawasiliano na akawa salama. Sasa basi, kuna mifano mingi katika Biblia ya watu ambao walifanya usinifu, lakini saa hii mimi nimeonelea tu tuzungumzie mifano miwili ya watu ambao walifanya usinifu. Hii nyingine wewe unajua ama utatafuta mwenyewe. Ziko nyingi sana. Ya kwanza ambayo nataka kuizungumzia ni ya mfalme Daudi na Bathsheba mke wa Uria. Daudi alifanya kitendo ambacho kilikuwa kizuri licha yeye kuwa mfalme. Na kitendo ambacho alikifanya cha usinifu, aliweza kufanya kitu ambacho alikuwa astahili kukifanya. Tuangalie kitabu cha Samueli wa pili. Fungua nami Samueli wa pili. Tuangalie mstari wa mlango ni wa 11. Samueli wa pili mlango wa 11. Tuangalia mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Biblia inasema hivi, Samueli wa pili na wa kwanza. Samueli wa pili mlango wa 11 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Biblia inasema hivi: hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Daudi akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye na Israeli wote, wakawaangamiza wana wa Amoni, wakauhusuru Raba. Lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Ikawa wakati wa jioni, Daudi akaondoka kitandani, akatembea juu ya dari ya jumba la mfalme. Na alipokuwa juu ya dari, aliona mwanamke anaoga. Naye huyo mwanamke alikuwa mzuri sana, wa kupendeza macho. Naye Daudi akauliza habari za yule mwanamke. Mtu mmoja akasema, je, huyu siye Bathsheba binti Eliamu mkewe Uria Mhiti? Basi Daudi akapeleka wajumbe, akamtwaa, naye akaingia kwake, naye akalala naye, maana yule mwanamke amekwisha kutakasika unajisi wake. Kisha akarudi nyumbani kwake. Mfalme mzima huyu ako na wanawake wengi, lakini mambo ya usinifu iko ndani yake. So hapa watu wanaenda vitani, yeye anabaki nyumbani, anatembea anajipa shughuli ambazo hazina maana. Baadaye shetani anampatia shughuli ambayo ni ya muhimu, ambayo itamwangusha na italeta shida katika ufalme wake wote siku zote ambazo zinakuja nyuma. So basi naona Biblia inasema kwamba alipokuwa kwenye nyumba yake akitembea akaona mwanamke anaoga na ni mzuri sana, akamtamani, akataka kulala naye. Lakini kabla
ya kumuita na yeye akataka kupata habari ni mke wa nani huyu. Sasa akaelezewa kwamba ni mke wa Uria ambao ni mmoja wa wanajeshi wake. Na Uria mwenyewe alikuwa yuko vitani, hakuwa pale. Sasa Daudi akapata fursa ya kuweza kutekeleza tendo lake la uzinifu. Hapo tunaona alituma wajumbe wakamleta na akalala na yeye. Na ukiendelea kusoma pale chini utaona huyu mwanamke alikuja akashika mimba baada ya Daudi kulala na yeye. Ni mke wake, sio mke wake. Mke wa ndugu yake, hapa ni mke wa mwanajeshi wake, tena mdogo tu. Tunaona ukiendelea kusoma pale utaona baadaye, ili kuficha uovu ambao Daudi alikuwa ameufanya, akamuua Uria vitani huyu bwanake Bathsheba, na baadaye akamchukua Bathsheba kuwa mkewe. Jambo hili halikuweza kumpendeza Bwana. Tuangalie mfano mwingine utapatikana katika kitabu cha Mwanzo, mlango ni wa 38, wa jamaa huyu ambaye anaitwa Yuda na Tamari. Mwanzo 38:13 hadi 18 inasema hivi: huyo Tamari akapewa habari kusema, mkweo anakwenda Timna akate manyoya ya kondoo zake. Basi akavua nguo za ujane wake, akajivika utaji, akajifunika leso, akakaa mlangoni pa Enaimu, karibu na njia ya kuendea Timna, maana aliona ya kwamba Shela amekuwa mtu mzima, wala hakuozwa awe mkewe. Yuda alipomwona alimdhania kuwa ni kahaba, maana amejifunika uso. Akamgeukia kando ya njia, akasema, niruhusu niingie kwako, maana hakujua ya kuwa ni mkwewe. Akamuuliza, utanipa nini ukiingia kwangu? Akasema, nitakuletea mwanambuzi wa kundini. Naye akamuuliza, je, utanipa rehani hata utakapomleta? Akasema, nikupe rehani gani? Akajibu, pete yako ya muhuri na kamba yake na fimbo yako iliyo mkononi mwako. Basi akampa, akaingia kwake, naye akapata mimba. Habari za Yuda, mtoto ambaye alikuwa ni wa Yakobo. Yakobo alikuwa na watoto 12 wa vijana, na Yuda ni mmojawapo wa wale watoto wa Yakobo. Kwa hivyo sasa hapa habari hizi ambazo tunazisoma ni habari za Yuda na bibi ya kijana yake mkubwa alikuwa anaitwa Eri. Biblia inatuambia kwamba Yuda alizaa mtoto wake mkubwa ambaye alikuwa anaitwa Eri, na akamuoza mwanamke. Huyu mwanamke ambaye tunasoma hapa anaitwa Tamari. Sasa Yuda yule Eri akafanya uovu mbele za Bwana Mungu, akamuua. Sasa Yuda akamshauri kijana mdogo ndugu yake Yuda ambaye alikuwa anaitwa Onani. Naambia, wewe sasa mtwae mke wa ndugu yako uingie kwake ukampe uzazi. Onani hakufanya hivyo. Akafanya tendo ambalo limuudhi Mungu sana, Mungu akamuoa Onani. Sasa basi akabaki huyu mwanamke ni mjane, na Yuda amebaki na kijana mmoja ambaye anaitwa Shela. Sasa Yuda akamwambia kwamba, mke wangu, kaa hapa nyumbani, huyu kijana yangu Shela awe mkubwa, atakapokuwa mkubwa hata nitakupatia akuoe uwe ni mke wake, ukaweze kuinua kizazi. Basi Tamari akavumilia, akakaa mpaka huyu kijana Shela akakuwa mpaka akakuwa mtu mzima. Sasa wakati ambapo huyu anadai haki yake apewe awe kama mumewe, Yuda anamkwepa kwepa, hataki kumpatia huyu Shela, na hivi kitu ambacho alikuwa amemwahidi. Sasa basi siku moja naambiwa kwamba huyu Yuda mkewe alikuja akakufa, mama kawa vijana, akabaki hana mke. Sasa kuna siku moja akawa anaenda kuangalia watu wakatao manyoya. Huyu msichana Tamari alikuwa baada mume wake kufa amevaa nguo ya ujane. Unajua zamani hizo za kale ulikuwa ukiviliwa na bwanako unavaa nguo ambazo zilikuwa ni za ujane. Mtu akikuona tu anajua huyu ni mjane. Ni nini kama uniform. Sasa basi huyu msichana akasema, kitu ambacho nitafanya, nitalala na huyu mko wangu.
na ili nimpate sasa lazima nitafute mbinu. Biblia inasema alienda akavua nguo za ujane na akavaa nguo nyingine na akajifunika uso, yani ile ishara ya ukahaba, na akasimama akakaa kando ya njia. Sasa mzee alipopita pita akamuona, akasema nimepata huyu, yamkini ni kahaba, huyu anafanya biashara ya ukahaba. Akaenda kwake akaongea naye, ndio nipe ruhusa wewe na wewe. Biblia inatangulia kusema kwamba kahaba ni mtu ambaye anafanya biashara. Hana story kwamba nitakununulia hii nitakununulia hii. Wewe unataka mapenzi, kuna pesa ngapi? Mimi nataka pesa fulani, mnaelewana na mambo inaisha, ama mkose kuelewana. Basi Tamara akamwambia, akaanza kama kahaba kabisa, wewe unataka kuingia kwangu, utanipatia, nitanilipa nini? Mzee akamwambia, mimi kitu nitakulipa, nitakupatia mwanambuzi. Mwanambuzi mwenyewe yuko wapi? Mzee hana, ambaye yuko kule kondini. Sasa kitu gani ambacho utanipatia kama rehani baada ya mimi kulala na wewe? Nishikilie ili ukileta huyu mbuzi akija ndio nikupatie vitu zako. Mzee anamuuliza, wewe unataka nikupatie nini? Basi fanya hivi, nipatie pete yako na kamba ya pete yako pia, alafu unipatie na fimbo yako ya mkono nishikilie, mimi nilale na wewe, alafu wewe nenda kufanya mambo yako kule, tembea, mwanambuzi mlete, ukifika pale nakupatia vitu zako. Yuda akakubali haraka sana, akampatia zile vitu na akalala na yeye na akapata mimba. Alafu baadaye Yuda akaenda zake. Kiendelea kusoma ile habari kule chini, utaona baada ya Yuda kufika nyumbani sasa, alichukua mwanambuzi akapeana mfanyikazi alete pale apatie ukahaba. Alipofika kwenye ule mji akiangalia pale kahaba hayuko. Akauliza watu wenye mji, kuna kuanga na kahaba hapa, ameenda wapi ama anaishi wapi? Watu mmoja akasema hapa hakujawahi kuwa na kahaba. Hakujawahi kuwa na kahaba. Akatafuta kupeleleza kwa majani pale, haoni kahaba. Akarudi akaambia mzee, kimeumana. Ule mji nimeenda, kahaba hakuna. Mzee akajikuna kwa kichwa, sasa mambo haya yataenda vipi sasa? Fimbo yangu imeenda, pete yangu imeenda na ina muhuri wangu, ina signature yangu, na kamba yake pia imekwenda. Haya mambo ni magumu. Baada ya miezi mitatu, Yuda anasikia Tamari ako na mimba. Alipoletewa habari, mambo gani haya? Yaani hivi mimi nimemwambia ngojeni nipatie mtoto wangu, alafu anapata mimba, anafanya uzinifu. Mlete huyu ateketezwe, huyu sio mtu wa kuishi, mlete ateketezwe. Akaletwa pale mara moja Tamari ili ateketezwe, na akaambia watu, kabla hamjafanya mambo yote, mimi nataka tu mniambie yule mtu ambaye alinipatia mimba ni mwenye hizi vitu. Tambueni hii pete ni ya nani? Hii kamba ni ya nani? Na hii fimbo ni ya nani? Yuda pia alikuwa amefika pale. Yuda pia akaja akachungulia. Akiangalia pete ni yake. Akiangalia kamba ni yake. Na ina muhuri wake. Akiangalia fimbo ni yake. Yuda akasema, yamenipata. Kuna kweli wewe ni mwenye haki kuliko mimi. Lakini mimi nilikuahidi kukupatia mtoto wangu, alipokuwa mkubwa nikakupika chenga. Wewe ni mwenye haki kuliko mimi. Akasalia mambo yote yakaisha. Usinifu. Mzee anaenda kupiga round kule nje. Kumbe kule nje anapiga na fungua macho. Unaona mambo ambayo alikuja kuyafanya. Hakuwa kuja kufanya mambo mazuri. Jina Bwana Yesu lipewe. Kama tunaangalia katika maandiko, tunaona ya kwamba zinaa ni kitu ambacho ni kibaya. Na kusoma kwa kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, hauwezi ukapata mahali ambapo kuna faida ya zinaa. Hata wale ambao wanafanya uzinifu ni starehe. Sio starehe, ni kazi, kwa sababu watalipwa. Biblia inasema kwamba hakuna masharti yoyote hata mmoja atakayeweza kuurithi uzima wa milele. Sasa swali ni hili, je, sisi ambao ni wanadamu na ambao kwa njia moja ama nyingine tumefanya uzinzi, kwa njia moja ama nyingine tumefanya uasherati, kwa njia moja ama nyingine tumefanya umalaya, kwa njia moja ama nyingine tumefanya biashara ya ukahaba, je, tutafanya namna gani? Wenda mama umekuwa ukiweka wanaume ndani ya nyumba yako wakati mume wako hayupo. Je, tutafanya nini baada ya kujua maandiko? Mwanaume umekuwa ukiweka wanawake ndani ya nyumba. Je, baada ya kujua ukweli wa Mungu tufanye namna gani? Umekuwa na mipango ambayo ni ya uzinifu, ambayo inaitwa mipango ya kanda. Je, utafanya namna gani? Utakaa ungojee kadhabu. Maana Biblia inasema kwamba ndoa inaheshimiwa na watu wote na malazi na yawe masafi. Maana Mungu atahukumia adhabu wazinzi pamoja na washerati. Sasa mimi
na wewe tumepatikana katika mojawapo ya hivi vitengo. Je, tutafanya nini? Tutangojea hukumu ya Mungu itukujie juu yetu? Tutangojea jehanamu ya milele, ama tuendelee na aibu ambao tumekuwa tukifanya? Maana naambia kwamba mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa. Je, tutaendelea kukosa akili siku zote, ama tutafanya jambo gani? Tukae tungojea jehanamu? Tukae tungojea kufukuzwa kanisani, ama kutimuliwa katika pote? Maana watu ambao ni wazinifu wanaudhi watu, wanaudhi hata majirani, wanaudhi hata majamaa. Hakuna mahali ambapo usinifu unaleta furaha. Na hata katika jamii, katika sheria za maadili za kijamii, kabla hata neno la Mungu halijakuja, hakuna jamii hata moja katika ulimwengu ambayo ilikuwa inaruhusu usinifu ama usharati. Hakuna. Kwa hiyo ni kitu ambacho jamii hairuhusu. Hata serikali hairuhusu. Hata waganga hawaruhusu. Kuna siku moja mamangu alikuwa ameenda kwa mganga kule Uganda na dadangu kuaguliwa. Alikuwa amefuga mpaka Uganda kule. Hasa walipofika pale, wakapata mganga ameanguka pale nje. Anaruka tu, anapiga tu, na jua linawaka, anapiga kichwa, alafu akakauka kabisa. Wao kama wateja wakakaa. Walifika saa 4, saa 5 yuko tu kwa jua. Saa 6 yuko pale pale. Saa 7 yuko pale pale. Saa 8 yuko pale pale. Saa 9 yuko pale pale. Saa 10 yuko pale pale. Akasema hapana, sisi tutarudi nyumbani. Baadaye saa 11 huyu mganga akarejesha fahamu sasa. Jua yote limewaka, amesweta, amekauka pale. Aliporejesha ufahamu akasema, poleni sana. Mimi nilikuwa nimepelekwa katika ulimwengu mwingine, nilikuwa ninaadhibiwa kwa sababu kuna mwanamume ambaye alikuja hapa, tukaongea, tukaelewana, na hata akaninunulia sigara na nikavuta, nikalala na yeye. Sasa nilikuwa naadhibiwa na hawa mababu kwa sababu nimefanya usinifu. Maana walikuwa wanamuuliza, "Kwa nini sisi tunaleta pesa alafu unaenda kufanya usinifu? Kwa nini tunaleta pesa alafu unaenda kufanya mambo ambayo sio sawa?" Kwa maadui kwamba leo utashinda kwa jua kama adabu. Sasa ilipofika jioni, aliporejesha ufahamu zake kama Nebukadneza, ndiye akaeleza, na hata kuhudumia wateja wake, akamwambia, "Sasa fanyeni hivi. Nendeni, ninasikia kuumwa. Kesho mkuje alafu nitawahudumia." Inabidi wakarudi kesho yake, wakaenda ndio wakapata huduma ambao walikuwa naenda kuifuata kabla hawajaoka. Lakini nashukuru Bwana, mamangu kabla hajaaga dunia alikuja akaoka, na dadangu alioka mpaka na waleo anaendelea na kazi ya Mungu, aliachana na mambo ya uganga. Kwa hakuna mahali ambapo usinifu unakubalika. Hakuna kabisa. Katika jamii hakuna, hata waganga hawataki usinifu. Sasa wewe kama unakaa ufanye usinifu, wewe ni mtu wa aina gani? Ni mtu ambaye hana akili kabisa. Kwa hiyo tutafanya nini wapendwa? Kama tumepatikana katika mojawapo, hatuwezi tukajiua. Na hatuwezi kubaki pale tuendelee pale pale. Lazima tubadilike. Kama mimi ni mwanamke naenda wanaume katika nyumba yangu, nafanya achana nao, naambia mimi nimekata. Kama naenda wanawake katika nyumba kule nje mpango wa kando, nakata mipango ya kando yote. Kama ni kijana nakatana na mambo ya mipango ile ya uzinzi, nakaa nikimngojea Bwana kwa wakati wake ambao Bwana atanijalia. Kwa hiyo tufanye nini wapendwa? Tumesitenda hizi dhambi. Tumekuwa wazinzi, tumekuwa washarati, tumekuwa wafanya umalaya, hata wengine tumefanya hata ukahaba. Je, tufanye nini wapendwa? Waraka wa kwanza Yohana mlango wa 1 mstari wa 9 inatufungia ukurasa wa mswada huu mkuu. Waraka wa kwanza Yohana mlango ni wa 1 mstari ni wa 9. Ama tusome mstari wa 8 na wa 9. Mstari wa 8 inasema hivi: tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. 9. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Narejelea tena, wanapo inaandiko ambalo ni nzuri. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Hapo ndipo uponyaji unakuja. Na hiyo kuna
watu ambao hata wako katika ndoa lakini hawaaminiani. Mama akiingia nyumbani, mzee anamwambia nipe simu yako, anaanza kuangalia zile message za watu ambao aliwapigia. Naona wamefunga mapassword. Angalia watu, mtu ako kwenye ndoa na mume wake lakini wamefunga mapassword mpaka simu yake kwa pale haiwezi kuza na mtu mwingine. Yaani imefungwa mpaka yenyewe inawekwa na vidole pale. Yaani hata kama mfaulu umeiba ile password lakini kidole hauna, ukiweka haitafunguka. Sasa akiweka pale ameiweka lock. Alafu ikilia, hata kama mama alikuwa anafua nguo anakimbia mbio kuchukua ile simu yake, alafu anakimbia na kuzungumzia kule hivi. Kitu gani kinafanya wapende? Ni ukosa uaminifu, ni usirifu unazunguka pale ndani kwa ndani. Mzee naye akienda hata kubafuni, akienda kuoga, akisikia sauti ya simu yake, atatoka na hiyo bomba. Anasema, nataka kujua nani ananipigia hii simu. Huenda ni mtu wangu wa maana, unajua mimi ni mtu wa biashara. Mtu wangu wa maana huenda ananipigia simu. Hakuna mtu wa maana, ni ile usherati na uzinifu ambao wanaitanga mipango ya kando. Lakini wale watu ambao katika ndoa wanaaminiana, akiweka simu yake afungi mapassword, na akiifunga mke wake anajua kuifungua. Mke akifunga amemwonyesha mume wake anaweza kuifungua. Na messages hata anaweka tu pale, hana shida na message. Hata simu ikilia atapelekwa kule nje. Ama mume anaweza kuzungumza na hana shida. Hii shida inazungukianga watu ambao ni wazinifu. Kuna siku moja niliangalia katika TikTok nikaona jamaa mmoja alikuwa anaenda safari hapo amesahau simu. Nataka nimewahi kuiona hiyo kitu. Na hiyo simu haina password. Alirudi nyumbani mpige ile ya kuua. Anakimbia kwenda kuchukua simu yake, anajua inaweza kulia, mkaka akashika. Ama message ikaingia, mama akaisoma. Kwa hivyo wapenda, hiyo ni tabia mbaya. Watu ambao wanazini, Biblia inasema kwamba hawana akili kabisa. Maana yake wanafanya kitu ambacho kitawaangamiza wenyewe. Ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu ya mmoja wao kutokuwa mwaminifu. Kwa hiyo ni vizuri watu wa Mungu tukae katika hali ya uaminifu na tukimbie zinaa. Na katika kitabu hiki ambacho tumekisoma waraka wa kwanza Yohana mlango wa kwanza mstari wa 8 wa 9, nasema kwamba tukisema ya kwamba hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Mstari wa 9 nasema bali tukisiungama, yeye ni mwaminifu hata atuondolee na udhalimu wote. Mwahi kuona mwanamke ambaye ameshaolewa na ameolewa kikamilifu kwa bwana yake na wanaaminiana? Unajua hata naambianga bwana wako, unajua yule jamaa fulani alikuwa rafiki yangu wa kiume. Unajua anapomwambia bwana wake na bwana wake atamdharau, baada atamheshimu. Atamheshimu kabisa. Lakini wale ambao ni wakorokora bado wako na wakorokora, hata kimwana azunguka tu bado wanapigana masaa. Hawezi kumwambia kwa sababu anajua kesho huenda tukakutana akatupata njiani kama tunazungumza. Kwa hivyo hawezi kusema. Lakini wale ambao wanaaminiana hawana shida. Wanaungama dhambi, wanaungama makosa yao, wanasemana mmoja kwa mwingine, wanasameheana, wanasonga mbele pamoja na mambo yanakuwa mazuri. Kwa hivyo amri ya 7, Biblia inasema ya kwamba usizini, Kutoka 20:14. Kwa hivyo sawa. Jina la Bwana Yesu lipewe